Allow me now to lay a ground on our theme 2022. Niruhusu niweke matandiko mada yetu ya mwaka huu. Our theme in the year 2022, mwaka huu 2022, mada yetu, as the Lord laid in my heart, jinsi Bwana alivyotia katika moyo wangu, it is strong and courageous. ni kuwa wenye nguvu na jasiri. Say it with me, strong and courageous. Let's go together. Strong and courageous. Let's go again. Strong and courageous. Now declare as if you believe to the topmost of your voice. 1, 2, 3, let's go together. Our theme 2022, strong and courageous. For today, kwa leo hii, I will give a few meanings on the word strong. tangazia maana chache za neno kuwa wenye nguvu. On Sunday, I will combine strong and courageous. Tangazia kwa wenye nguvu na jasiri. Amen. Amina. And please, you need to follow on our theme this year. Tafadhali tufuatilie mada hii yetu ya mwaka huu. We have 4 pillars in the theme. Tuko na nguzo 4 kwenye mada. Number 1, Kwanza, recharge. Reflect. Tafakari. 4 pillars. Nguzo 4. Number 1, Ya kwanza, reflect. tafakari. Number 2, Ya pili, recharge. tia charge tena. Recharge. Tia charge tena. Number 3, Ya tatu, refill. jaza upya. And number 4, Ya 4, refire. pata moto tena. Are you with me? Tuko pamoja? We have how many pillars? Tuko na nguzo ngapi? How many pillars? Nguzo ngapi? Number 1, say with me, reflect. Reflect. You are reflecting on what the Lord has done. Unatafakari mambo ambayo Bwana amefanya. You are reflecting on where you have come from. Unatafakari kule umetoka. You are reflecting on the victories the Lord has given you. Unatafakari kuhusu ushindi ambao Bwana You are amekupa. reflecting on who you are in the Lord. Unatafakari kuhusu wewe ni nani katika So we Bwana. say reflect. Kwa hivyo twasema kutafakari. Number 2, Ya pili, recharge. pata chaji tena. You cannot use your phone Huwezi tumia simu yako until you have recharged it. mpaka pale umeitia kwenye chaji. Many of us, Wengi wetu we need the recharging, spiritual recharging. tunahitaji kutiwa moto tena. Amen. Amina. We no longer pray. Hatuombi tena. We no longer read the Bible. Hatusomi Biblia tena. We do not come to church for fellowship. Hatuji kanisa kwa You ushirika. are not committed as you used to be. Haujajitolea jinsi You ulivyokuwa are, pale you are mwanzo. not available as you used to do. Haupatikani jinsi ulivyokuwa You used unapatikana. to sing in the choir, you no longer sing. Ulikuwa unaimba kwenye kwaya, haupo. You are no longer preaching the way you are preaching. Haubiri jinsi ulikuwa unahubiri. 2022, 2022, may you recharge in Jesus' name. upate chaji katika jina la Yesu. Number 3, Ya tatu, refill. jaza upya. You only refill the word of God. Unajaza upya neno la You Bwana. only refill the anointing. Unapata upya upako wa You Bwana. refill the Holy Ghost. Unapata upya nguvu za You Roho refill. Mtakatifu. You know, let me tell you, friends, Niwaambieni marafiki, if you listen to people, kama utasikia watu, you will never come back to this church. hautakuja kwa kanisa hii. People will discourage you. Watu watakuvunja moyo. People will talk about Watu you. watakusema vibaya. They will never say anything good. Watasema chochote The kizuri. only time they will say something good, Ile wakati watasema kitu kizuri it is when you are dead. ni wakati wewe umekufa. As long as you are alive, Lakini mradi uko hai, when you dress nicely, ukivaa vyema they will talk. watasema. When you grow fat, they Ukinenepa will talk. When you wataongea. grow thin, they will talk. Wataongea. When you have one baby, they Ukiwa will na mtoto talk. mmoja When you don't watasema. have a baby, Kama una they will mtoto talk. watasema. Come on, they have been given a mouth to talk. Wamepewa mdomo wa kuongea. Don't listen to them. Usiwasikize. Refill the love of God. Jaza upendo wa Bwana. Love them the way they are. Waache jinsi walivyo. Nobody is talking to me now. Hallelujah. Amen. And you know what? Wajua nini? We just love them. Tuwapenda tu. Yeah, even our sister, where is she? Dada yetu sijui uko wapi. Oh, our sister there. Ile dada Aliongea tu kama Mluya. niongea kama Mluya. Bwana, mimi nikaendako Katoloni. Nikaombako tu Mungu. Nikatokako uka. Yes come me, no yes yes. Emmanuel akatokelezea.
Hallelujah. Amen. Even with all that, Hata na hayo yote, we don't condemn. hatuhukumu, We love. twawapenda. Come on, I say we love. Twawapenda. Come on, I say we love. Twawapenda. There are those who are over there. Kuna wale ambao wako pale nje, They do more bad things wanafanya mambo zaidi and they have not said them, na hawajayasema, but they look like angels. lakini wanaonekana ni malaika. 2022, 2022, Jehovah help me to refill. Yehova tujaze upya tena. Hallelujah. Hallelujah. After you have refilled, Baada ya kujazwa upya, number 4 pillar, nguzo ya 4, refire. pata moto Come on, zaidi. refire. Pata moto zaidi. Come on, refire. Pata moto zaidi. That first love, Upendo huo wa that kwanza, first anointing, upako huo wa that kwanza, first zeal, msukumo huo wa the kwanza, preaching of the word of kuhubiri God, neno la Bwana, getting out and wanting the sinners to hear the gospel. kwenda kule nje na kuleta wale We need to preach in the village. We need to preach in the slum. We need to preach in the city. We need to preach wherever. Give me the Bible and I will preach the word of Jehovah. Amen. Are you in the house? Kwa kwenye nyumba, Tell your neighbor, refire. pata moto zaidi. Come on, say refire. Pata moto zaidi. Now, allow me. We will be looking at the book of Joshua. Tutakuwa tunaanzia kitabu cha Yoshua. And before I go there, Na kabla nijikite pale, let me give you a few meanings of the word strong. niwape maana ya neno strong. The word strong, Hilo neno strong, from the biblical dictionary, kwa ukiangazia kamusi ya kibibilia, I wanted to bring a few Greek words and Hebrew words, nilikuwa nileta maneno ya Greek na Kiebrania, but the Lord said no. lakini Bwana akasema hapana. Just bring a few things. Leta tu mambo machache. Number 1, Ya kwanza, the word strong. na neno kuwa mwenye nguvu. It means Inamaanisha having physical active power. kukuwa na nguvu ya kihalisi. Having physical active power. Kukuwa na nguvu ya uhalisi ya utendaji. Or great physical power. Ama nguvu kuu za kawaida. Having the power of exerting great bodily force. Kuwa na nguvu ya kuweza kuweka msukumo wa kimwili mkuu. Being vigorous. Kukuwa na huo mstawasha. Amen. Amina. And I pray 2022. Naomba 2022. May the Lord give us physical active power. Bwana atupe nguvu za kihalisi You kuu. will not be weakly. Hautakuwa mnyonge. You will not be blown off by every small disease. Hautapeperushwa na magonjwa madogo madogo. The Lord will strengthen you. Bwana atakutia nguvu. The Lord will breathe on your bones. Bwana atapumua kwenye You mifupa will yako. rise up in power. Utainuka kwa nguvu. Number 2, Ya pili, that word strong. ilo neno kuwa mwenye nguvu It means inamaanisha having physical passive power. kukuwa na nguvu za kihalisi. Having physical passive power. Kukuwa na nguvu za kihalisi. Having ability to endure. Kukuwa na hiyo hali ya kuvumilia. Endure. Kuvumilia. Let them talk. Endure. Waseme vumilia. Let them brand you. Endure. Watakuita majina, vumilia. Let them do what they want to do. Endure. Watakufanyia chochote kile, vumilia. Usikwazike ovyo. Shout hallelujah. Hallelujah. Endure. Vumilia. Bear fruit. Zaa matunda. Be firm. Kuwa dhabiti. Be solid. Kuwa imara. Hallelujah. Hallelujah. I repeat number 2. Narejelea ya pili. It is having physical passive power. Kuwa na nguvu za kihalisi ambazo si kuu sana. Having ability to endure. Kuwa na uweza wa kuvumilia. Endure. Vumilia. Friends, if I am not an enduring man, Marafiki, kama si mtu wa I would have kustahimili, given up long time. ningapoteza matumaini kitambo. I go through stuff every day. Napitia mambo mengi kila siku. Even when you think you have done the best, Hata wakati unadhani umefanya vyema, somebody rises up to put you down. na yule ambaye ananyuka na
tusifinyilie chini. But what keeps us going? Kile ambacho kinafanya kuendelea, We endure. tunastahimili. We endure. Tunastahimili. And I declare to you today, Natangaza leo 2022, 2022, endure. stahimili. Be firm. Kuwa dhabiti, Be solid. kuwa imara, Don't be blown off. usipeperushwe. Number 3, Ya tatu, that word strong, hilo neno strong it means well fortified. inamaanisha umezingirwa na kukingwa vyema. Well fortified. Umekingwa vyema, Able to sustain attacks. unaweza kuvumilia mashambulizi, Not easily subdued hauwezi kufinyiliwa chini or taken. ama kuchukuliwa. There are people, God knows the gift He has given you. Kuna watu ambao Bwana anajua kipawa ambacho amekupa. God knows. Bwana anajua. If you took this microphone Ukichukua hii kipaza sauti and you began to lead the people of God in praise, uanze kuongoza wana wa Mungu katika the sifa, anointing will come down. upako utashuka chini. But the devil has sat on you. Lakini adui amekukalia. Oh, they said. Oh, they walisema. have said. Oh, wamesema. They will keep talking. Wataendelea kusema. Close your ears. Funga Pick masikio up the microphone. kwa kipaza sauti. Do the work of the Lord. Fanya kazi ya Bwana. Come on, let me tell you, church. Niwaambie kanisa, You need to be well fortified, ni vyema kukingwa vyema, able to sustain attacks. ukiwa tayari kuyashinda mashambulizi. We cannot stop helping people. Hatuwezi koma kuwasaidia watu. The people you help Watu unaowasaidia are the ones who will hurt you even more. ni hao watakuumiza zaidi. They will turn around and stab you at the back. Watakugeuka na wakugonga kwenye That does mgongo. not mean we shall stop helping people. Haimaanishi tutaacha kuwasaidia watu. Let them stab you. Kugonge, Jehovah will give you the anointing. Bwana atakupa upako. Jehovah will strengthen you. Bwana atakutia nguvu. 2022, 2022 I will be strong. nitakuwa mwenye nguvu, Able to sustain attack. kiwa tayari kuyashinda mashambulizi. Not easily subdued. Haufinyiliwi chini kwa wepesi. Imagine if I allowed to be subdued. Angazia kama askofu angeruhusu kufinyiliwa I chini. come to church late. Najia kanisa kwa I kuchelewa. don't talk to anybody. Sizungumzi na yeyote. I become to myself. Najirejelea mwenyewe. What will happen with the church? Nini itafanyika kwa kanisa? The devil has won. Adui ameshinda. Listen, Sikiza, I want to continue loving people. ningependa kuendelea kupenda I watu. want to love children. Ningependa kupenda I watoto. want to dance around. Ningependa I want to kucheza. connect with everybody. Ningependa I kujiunganisha na want to watu. be there for everybody. Fanya niwe hapo kwa I will not allow the enemy to subdue the strength and the anointing that God has put over my life. Sitaruhusu adui afinyilie upako ulio juu ya maisha yangu. Shout hallelujah. Haleluya. Number 4, Ya nne, that word strong. ilo neno imara. It means having great military. Kukuwa na uwezo wa kijeshi mkubwa. A powerful force. Nguvu kuu. A strong army. Jeshi kuu. A strong nation. Taifa kuu. Amen. Amina. Having a military force. Kukuwa na nguvu za kijeshi. Powerful. Nguvu. Strong army. Jeshi kubwa. Strong nation. Taifa kuu. We will not allow Hatutaruhusu the enemy to subdue us at whatever cost. adui atufinyilie chini iwe namna We gani. will not allow Hatutaruhusu the enemy to steal our zeal at whatever cost. adui aibe msukumo wetu kwa namna The yoyote. zeal of the Lord Msukumo wa Bwana has consumed me. I umenimaliza. want to be consumed by the Lord. Ningependa kujazwa na Bwana. Number 5, Ya tano, that word strong. neno imara It means inamaanisha wealth, kukuwa na mali kuu, resources, rasilimali, having a strong house, kukuwa na nyumba kuu, having a strong
na kampuni iliyo imara. Number 5, Ya tano, having a great wealth. kukuwa na mali mingi. May I pray today, Naomba leo Jehovah, kwamba Yehova, your word says, neno lako lasema it is you ni wewe who Bwana gives us power unayetupea to nguvu make wealth. kutengeza mali. I release wealth in the members of Perfect Church South B in the name of Jesus. Naachilia mali kwa washirika wa kanisa hili katika jina la Yesu. Come on, can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. I release resources. Naachilia rasilimali. I release houses. Naachilia nyumba. I release companies. Naachilia kampuni. Jehovah, Yehova, release companies in the lives of men and women in the church. naachilia kampuni kwa washirika walio hapa. If that is your blessing, receive it in Kama Jesus' hiyo ni name. baraka yako, pokea katika jina la Come on, Yesu. if that is your blessing, receive it in Jesus' Kama hiyo ni name. baraka yako, pokea katika jina la Yesu. Number 6, Ya sita, moving with rapidity. kuenda kwa kasi. Moving with rapidity. Kwenda kwa kasi, Violent. kwa nguvu, Forcible. kwa nguvu kabisa, Impetuous. Kwa- Impetuous. kwa upenyo. Hallelujah. Haleluya. We declare Tunatangaza 2022, mwaka huu you 2022 will move with rapidity in Jesus' name. utaenda mbele kwa kasi katika jina la Yesu. What has taken others 5 years to do, Kilichochukua watu miaka 5 kufanya, it will take you a month or 2 months and you will overtake them all in Jesus' name. itakuchukua mwezi mmoja, mama miwili, na utawashinda katika jina la Yesu. If you are with me, shout hallelujah. Haleluya. This year, Mwaka huu you will move utaenda forcibly. kwa nguvu, You will move utaenda violently. kwa nguvu You kabisa, will move utaenda impetuously. kwa upenyo mkubwa. Be strong. Kuwa hodari, Come on, be strong. kuwa mwenye nguvu, Come on, be strong. kuwa mwenye nguvu. Lift your hand and say, I will be strong. Nitakuwa mwenye nguvu. Let me put the last one. Nieke ya mwisho, The last one. ya mwisho, 8. No, 7. ya saba. Powerful, Nguvu, forceful, yenye nguvu zaidi, contingent, iliyo imara, adaptable, ambayo inazoea mandhari, to make deep, effectual impression, ili kwamba iweke alama iliyo kuu, strong, iliyo kuu, strong with evidence, yenye nguvu na inayodhihirika, strong with reason, inayoonekana, strong with argument, inayoonekana na maneno, strong with language. inayoonekana kwa lugha. May the Lord give you that anointing in Jesus' name. Bwana kupe upako huo katika jina la Yesu. May the Lord give you that anointing in Jesus' name. Bwana kupe upako huo katika jina la Yesu. Now, on Sunday, Jumapili ijayo I will talk about courageous. nitaangazia jasiri. Amen. Amina. I will talk about courageous. Nitaangazia jasiri. Allow me to read the scriptures now. Niruhusu nisome maandiko sasa. The book of Joshua Kitabu cha Yoshua, will begin with verse number 1. tunaanza katika mstari wa kwanza. It gives us the history of the children of Israel. Natupia historia ya wana wa Israeli. Genesis, Mwanzo, Exodus, Kutoka, Numbers, Hesabu, Leviticus, Mambo ya Walawi and Deuteronomy. na Kumbukumbu la Torati. They are giving us the beginning of things. Inatupea mianzo ya vitu. Are we together? Kwa pamoja, The beginning of things. mianzo ya vitu. But now when you come to Joshua, Lakini unapofika Yoshua, Joshua gives us the history of the children of Israel. Yoshua anatupea historia ya wana wa Israeli. Moses Musa has been leading them, amekuwa anaongoza, taking them into the land of Canaan. akiwapeleka katika nchi ya Kanaani. But then now the Bible tells us, Lakini sasa Biblia inatuambia, I think I need to go to Deuteronomy yafaa niangazie kitabu cha Kumbukumbu la Torati so that you may know what I'm talking about. ili muone nini nazungumzia. Kindly go with me in the book of Deuteronomy Kumbukumbu la Torati 34. 34. Deuteronomy 34. Kumbukumbu la Torati 34. I want you to get something here. Ningependa mmakinike na kitu hapa. Deuteronomy 34. Kumbukumbu la Torati 34. The Bible reads, Ile inasema hivi, then Moses went up from the plains of Moab Musa akatoka kaenda pale kwenye
tambarare za Moabu, to Mount Nebo, akapanda mlima Nebo, to the top of Pisgah, akafika juu kileleni Pisgah, which is across from Jericho. ambayo iko pale katikati ya Yeriko. So Moses Kwa hivyo Musa is up on the hill. yuko pale juu kwenye mlima. Hallelujah. Hallelujah. Mount Nebo. Kule mlima Nebo. And the Bible Biblia says, inasema and the Lord showed him all the land of Gilead as far as Dan. Bwana akamwonyesha shamba yote ya Gileadi na Dani. He is up on the mountain. Yuko pale juu kwenye mlima. Remember, Kumbuka, that is where he was taking the children of Israel. hapo ndipo alikuwa anapeleka wana wa Israeli 400 years. miaka 400, But he does not enter. lakini haingii. What the Lord does, Kile ambacho Bwana he anafanya, takes him up on the mountain anapeleka juu kwenye mlima, and he shows him the land. anamwonyesha The shamba, land of Gilead anamwonyesha nchi ya Gileadi. as far as Dan. Ukipenya zaidi kuelekea Verse number Dani. 2. Mstari wa pili, The Bible reads, Biblia inasema all Naphtali Naftali nzima and the land of Ephraim na shamba la Efraimu and Manasseh na Manase and all the land of Judah na mji wote wa as Yuda far as the western sea. zaidi na magharibi, bahari ya magharibi. God Mungu is giving Moses anamwonyesha Musa a taste of Canaan. mwonjo Kanaani. I want to declare, Nataka kukutangaza, you will not have a taste of Canaan. hutakuwa tuna mwonjo wa Kanaani, You will enter Canaan. utaingia I Kanaani, declare you will enter Canaan. utaingia Kanaani. Only be strong. Uwe tu hodari, Hey, be strong. kuwa hodari, Be kuwa strong. hodari. Canaan is your possession. Kanaani ni fungu Canaan yako. is where you are headed. Kanaani ni Canaan is what you need to have. Kanaani ni ile ya fungu nayo. 2022. 2022. You will enjoy the blessings of the Lord in the land of the living. Utafurahia baraka za Bwana katika nchi walio hai. In verse number 3, Katika mstari wa 3, the south kusini and the plain of the valley of Jericho, na tambarare la bonde ya the Yeriko, city of palm trees, mji wa miti ya mafuta, as far as Zoar. ukipenya zaidi kuelekea Zoar. Verse number 4, Mstari wa 4, then the Lord said to him, Bwana akamwambia Musa, this is the land of which I swore to give Abraham, hii ndio nchi ambayo niliapa kumpa Ibrahimu, Isaac, Isaka and na Jacob, Yakobo, saying, nikisema I will give to your descendants. nitawapeni uzao wako. I have caused you to see it with your eyes, Nimekusababisha kuona kwa macho yako, but you shall not cross over there. lakini hutavuka kuelekea kule. You shall not cross over there. Hutavuka kuelekea kule. Father, I pray. Baba, ninaomba, I don't want to see. sitaki tu I kuona, want to cross over. nataka kuvuka. I declare, Natangaza, you will not just see, hautaona tu, you will cross over. utavuka. May the Lord give you the anointing. Bwana akupe upako, May the Lord give you the power. Bwana akupe nguvu, May the Lord use you. Bwana May akutumie, you be strong. uwe hodari. If you are not strong, Kama wewe si hodari, you will only see. utaona You tu, will not enter. hautaingia. I declare, Natangaza, you shall be strong utakuwa hodari and you will enter. na utaingia. Receive the anointing to enter. Pokea upako wa kuingia, Come on, receive the anointing to enter. pokea upako wa kuingia. Verse number 5. Mstari wa 5, So Moses, kwa hivyo Musa the servant of the Lord, mtumishi wa Bwana died akafa in the land of Moab. katika nchi ya Moabu. He never entered. Hakuingia, He died. alikufa. One of the declarations we made on Friday Mojawapo ya tamko tulilotoa Ijumaa is, ni kwamba you will not die. hautakufa, You shall live. utaishi. Under the anointing of the Lord, I declare, Katika upako wa Bwana you natangaza, will not die. hautakufa, You shall live. utaishi. Say yeah. Yes. You need to possess your possession. Yafaa umiliki rasilimali zako. Do it like this. Fanya hivi. I will. I will. Come on, declare, I will. I will. Come on, declare, I will I will possess possess my possession. my possession. May you receive the anointing in Jesus' Pokea name. upako katika jina la Yesu. He died Alikufa in the land of Moab, katika nchi ya Moabu according to the word of the Lord. kulingana na neno la Bwana. Verse number 6. Mstari wa 6, And he buried him zika
He was not buried by ushers. Hakuzikwa He was not buried by pastors. Hakuzikwa na wachungaji. He was not buried by council of elders. Hakuzikwa na He was wazee. not buried by members. Hakuzikwa na There washehe. was no funeral committee. Hakukuwa There na was no WhatsApp. There was no coffin. There was nobody to dig the grave. There was nobody to cover the grave. The Lord himself did it. Bwana mwenyewe alimzika. Because the Lord knew, Kwa sababu Bwana alijua. if the people know Watu wakijua where his grave is, pale kaburi yake they iko, will stop worshiping me. wataanza They kuniabudu, will begin to worship the grave of Moses. wataanza kuabudu kaburi la Musa. It is not about the minister. Si kuhusu mhuduma, It is about Jehovah. ni kuhusu Yehova. It is not how powerful I am. Si It is kuhusu nothing mimi, about si me. kunihusu mimi, It's about the Lord. ni kuhusu Bwana. And the Bible says, Biblia inasema and he buried him in the valley of the land of Moab, akamzika katika bonde la nje Moabu, opposite Beth-peor. kando na Beth-bor, But no one knows his grave to this day. na kuna anayejua kaburi lake mpaka sasa. I want to say something very powerful in verse number 8. Let me go to verse number 7. Verse number 8, I'm going there. Mstari wa 7, Verse number 7. mstari wa 7. Moses was 120 years old Musa alikuwa miaka 120 when he died. alipokufa. His eyes were not dim, Macho yake hayakuwa yamezimia nor his natural vigor diminished. na nguvu zake za kihalisi hazikumuisha. I pray today, Ninaomba leo your eyes will not be dim. macho yako hayatazimia Even as you continue to grow in years, wakati unaendelea your kusonga na eyes will not be dim. macho yako hayatalegea. Your natural vigor will be strong. Nguvu zako zitakuwa kuu. Receive in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Receive in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Look at verse number 8. Mstari wa 8. And the children of Israel Na wana wa Israeli wept for Moses wakamlilia Musa in the plains of Moab katika tambarare za Moabu 30 days. siku 30. So the days of weeping Kwa hivyo siku za maombolezi and mourning for Moses ended. na kulia kwa Musa zikaisha. Verse 9, hapo ndio tunaanzia kazi. Mstari wa 9. Verse 9. Mstari wa 9. Inasema nini? Now, Kwa hivyo Joshua the son of Nun Yoshua mwana wa Nun was full of the spirit of wisdom. alikuwa amejaa roho wa hekima. Woo! I love that. Naipenda hayo. Now, Kwa hivyo Joshua Yoshua the son of Nun mwana wa Nun was full of the spirit of wisdom. alikuwa amejaa roho ya hekima. Nataka hiyo ingie. Many of us, we do not have the spirit of wisdom. Wengi wetu hatuna roho ya hekima. Any gifting that you have, Kipaji chochote ulicho nacho, any anointing that you have, upako wote ulio nao, it must come from somewhere. yafaa itoke pahali. The Bible says, Biblia inasema for Moses kwa sababu Musa had laid his hands. alikuwa amemwekelea mikono. Njoo. Samlex, don't sleep in church. Come. Hey, come, Samlex. Yes, it is you. Don't point there. It is you I'm calling. Come. Yes. This is a problem when you begin to pray. May God give you a lady this year, 2022. Amen. Here. Amen. So that when you come to church, you'll not be interceding for me. Already somebody's praying for me. Praise the name of the Lord. Amen. The Bible says, Biblia inasema hivi, God Mungu used his servant, alitumia mtumishi wake Moses, Musa before he died. kabla afe, He called Joshua, akamuita Yoshua the son of Nun. mwana wa Nun. And what did Moses do? Na Musa alifanya nini? The Bible says, Biblia inasema Moses Musa laid his hands akamwekelea mikono on Joshua. kwa Yoshua. Your anointing Upako wako is connected with the servant of the Lord. umejiunganisha na mtumishi wa Bwana. That man may not be learned. Jamaa huyu anaweza kuwa hajasoma, That man may be old. anaweza kuwa ni mzee, He may not think the way you think. hawezi fikiri He jinsi may not do unafikiri, the way you do. hawezi fanya jinsi But for unafanya. you to succeed, Lakini ili wewe ufaulu, you need the anointing of Moses. unahitaji upako wa Musa. Don't leave and think you'll succeed. Usiondoke ukadhani utafaulu. Don't ignore. Usipuuzilie. Sit under. Kaa chini. Nobody said amen. Amen. Come on, nobody said amen. Amen.
Look at that. Now Joshua, Kwa hivyo Joshua the son of Nun, mwana wa Nun was full of the spirit alikuwa amejaa roho of wisdom. wa hekima. 2022, 2022 I release the spirit of wisdom. naachilia roho wa hekima. I release the spirit of wisdom. Naachilia roho wa hekima. Hallelujah. Hallelujah. If you have to go, Kama lazima uende, don't just go. usiondoke tu. Come. Njoo. We will lay hands on you Tutakuwekelea mikono. and release you. Nobody said amen. Amina. Come. Njoo. I will release you. Askofu atakuachilia. We don't hold anybody. Tushikilie yote. So that you may go forth in power. Kwa hivyo uende You kwa may go nguvu. forth in anointing. Uende kwa You may go upako. forth with wisdom. Uende kwa You may hekima. go forth and transform the world. Uende ufaulu. Look at that. Ona haya. For the children of Israel Kwa sababu wana wa Israeli heeded him wakamheshimu as the Lord had commanded Moses. kama jinsi Bwana alivyomwamrisha Musa. Amen. Amina. Amen. Amina. Now let's go to Joshua now. Kwa hivyo twende katika kitabu cha Yoshua. Even at this point you can go and sit. Hata wakati huu Wadada muangalie huyu ndugu ako sawa. Okay, tembea vizuri ndio wasikuwe confused. Amen. Aenda ukae na usilale tena. Mpigieni makofi jameni. The book of Joshua. kitabu cha Yoshua. At this time, Wakati huu Joshua Yoshua is full of the spirit and wisdom. amejaa roho na hekima. Look at verse number 1. Ona mstari wa kwanza. After the death of Moses, Baada ya kifo cha Musa, the servant of the Lord, mtumishi wa Bwana, it came to pass ikakuja kutimilika that the Lord spoke to Joshua, kwamba Bwana akamnenea Yoshua the son of Moses. mwana wa Nun, Nun, Moses' assistant, saying, msaidizi wa Musa akisema. at this point, Wakati huu Joshua doesn't know. Yoshua hajui. The news Habari of the death of Moses ya habari ya Musa is broken to Joshua inaachiliwa kwa Yoshua by God. na Mungu. And God is telling Joshua, Na Mungu anamwambia Yoshua, Moses, my servant, is dead. Musa mtumishi wangu amekufa. Look at verse 1. Mstari wa kwanza. Verse number 2. Mstari wa pili. Moses, my servant, is dead. Musa mtumishi wangu amekufa. Now therefore, Kwa hivyo sasa arise. inuka. No more about Moses. Si zaidi kumhusu Musa. No more depending on Moses. Si kumtegemea Musa zaidi. Kwa hivyo Moses helped you cross the Red Sea. Musa aliwasaidia kuvuka bahari ya Shamu. Now Moses is not Kwa there. hivyo Musa hayuko. But you need to cross over the Jordan. Lakini yafaa mvuke Yordani. Arise. Inuka. Go over the Jordan. Mwende mvuke Yordani. I came to tell you 2022. Kuja kuambia ni 2022. It doesn't matter how you cross the Red Sea. Haijalishi ulivuka vipi bahari ya Shamu. That is past history. Hiyo ni historia iliyopita. Jordan is ahead of you. Yordani iko mbele zako. I said Jordan is ahead of you. Yordani iko mbele zenu. The way you cross the Red Sea Jinsi ulivyovuka bahari ya is Shamu. not the same way you'll cross the Si jinsi Jordan. utakavyovuka Yordani. Jehovah has a different plan for you in Jesus' name. Yehova kuna mpango tofauti katika jina la Yesu. You and all these people, Nyinyi na watu wote for the land which I am giving to you, kwa nchi ambayo nawapeni, I declare natangaza the Lord is giving you a land. Bwana anakuandalia The nchi. Lord is giving you inheritance. Bwana anakupea urithi. The Lord is giving you property. Bwana anakupea The Lord rasilimali. is raising you to higher heights. Bwana anakuinua kwa The viwango Lord is vingine. anointing you. Bwana anakutia The upako. Lord is favoring you. Bwana The anakuweka. Lord is using you. Bwana The anakutumia. Lord is touching your body. Bwana The anaguza Lord is nyumba. raising you. Bwana anakuinua. Arise. Inuka. Come on, church, arise. Kanisa inuka. Come on, church, arise. Inuka. Even if you have not seen, Hata kama hujaona, I declare, natangaza. may the Lord open your eyes to see what He has prepared for you in 2022 in Jesus' name. Bwana fungue macho yako uone kile amekuandalia mwaka huu katika jina la Yesu. Verse number 3. Mstari wa 3. Every place
Pahali popote. Hey. Every place Pahali popote that the sole of your foot will tread upon, ambako nyayo ya miguu yako itakanyaga, I will give you. Nitawapeni. I will give you. Nitawapeni. I will give you. Nitawapeni. 2022. I will be strong. Nitakuwa hodari. I am going to possess my possession. Naenda kupata vitu zangu. Every place your foot will step, pahali pale utakanyaga kwa miguu yako, Jehovah is saying, Yehova anasema, I will give it to you. Nitakupea wewe. Receive it in the name of Pokea katika jina la Jesus. Yesu. Come on, receive it in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Come on, receive it in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. As I said to Moses, nilivyomwambia Musa, every blessing that God has promised Moses, kila baraka ambayo Bwana amemwahidia Musa, even though Moses is dead, hata kama Musa hayuko, I will fulfill. Nitaitimiliza. I will fulfill. Nitaitimiliza. I will fulfill. Nitaitimiliza. And I declare to you, natangaza kwenu, every promise in the word of God, ahadi yoyote kwenye neno la Bwana, Jehovah will fulfill. Yehova atatimiliza. Your children are coming back. Watoto wako wanarejea nyumbani. Whatever you lost is coming back. Kile ulichopoteza kinarejea. The years you have lost is coming back. Miaka uliyopoteza inarejea. The years that have gone to waste is coming Miaka back. iliyoenda bure inarejea. 2022, I will give it to you. Nitakupeni. Say, I receive. I receive. Only be strong and courageous. Verse number 4. Mstari wa 4. God will not give you things on a platter. Bwana hatakupea tu vitu hivyo hivyo. No. Si hivyo. From the wilderness, kutoka nyikani, and this Lebanon, na hapa Lebanoni, as far as the great river, unapoenda zaidi ya mto mkuu, the river Euphrates, mto Euphrates, oh, the land of the Hittites, nchi yote ya Wahiti, and to the great sea, na kwenye bahari kuu, towards the going down of the sun, ukielekea upande jua linatua, shall be your territory. itakuwa ni himaya yako. May the Lord enlarge your territory in Jesus' name. Bwana apanue hema yako katika jina la Yesu. I declare, may the Lord enlarge your territory in Jesus' name. Bwana apanue himaya yako katika jina la Yesu. It doesn't matter what enemies are staying in that land. Haijalishi ni maadui gani wanakaa kwenye nchi. It doesn't matter where they have gone for witchcraft. Haijalishi wameenda wapi uchawi. It doesn't matter what they have surrounded it with. Haijalishi wamejizungusha na nini. 2022, you are entering the camp of your enemy in the name of Jesus. Unaingia kwa kambi ya adui zako katika jina la Yesu. The wilderness, jangwa, Lebanon, river Euphrates, mto Euphrates, the Hittites, Wahiti, all this, haya mambo yote I have given it to you. Nimewapeni. Receive in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Come on, receive in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Come on, receive in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Verse 5. Mstari wa 5. No man. Hamna yoyote. Hallelujah. No man. Hamna yoyote. Shall be able to stand before you. Atakayesimama mbele zenu. All the days of your life. Siku zenu zote za maisha. I declare. Natangaza. Those who are contending with you. Wale wanaopigana na wewe. At your place of work. Kule kazini. They shall not succeed. Hawatafaulu. Whatever they are planning, kile wanachopanga, whichever committees they are sitting on, haijalishi ni nini wamekalia, Jehovah is saying, Yehova anasema, no man hamna yeyote shall be able to stand before you, atakayesimama mbele zenu. Hallelujah. All the days of your life, siku zenu zote za maisha. As I was with Moses, so I will be with you. Nitakuwa pamoja na wewe. I declare, natangaza, you are not alone. Hauko pekee. You are not alone. Hauko pekee. You are not alone. Hauko pekee. Jehovah is together with you. Yuko pamoja na wewe. As I was with Moses, I shall be with you. Nitakuwa pamoja na wewe. He says, anasema, I will not leave you. Sitawaacha. I will not forsake you. Sitawaacha kabisa. 2022, 2022, the Lord will not leave you. Bwana hatakuacha. The Lord will not forsake you. Bwana hatakutupilia as I was with Moses, alipokuwa na Musa, I shall be with you. Atakuwa pamoja na wewe. If you believe, say yes. Yes.
Come on, are you together with me? Tuko pamoja. Are you together with me? Tuko pamoja. The theme of our year. Mada ya mwaka huu. I want to quote 3 of them, then I'll be done. Ningependa kuangazia mambo matatu na tumalize. Verse number 6, it begins. Yes, sita. As I was with Moses, Nilipokuwa na Musa, I will be with you. nitakuwa pamoja nawe. I will not forsake you. Sitakuacha. I declare, Natangaza. you will not be forsaken. Hautaachwa na Bwana. You will not be forsaken. Hautaachwa na Bwana. I say you will not be forsaken. Hautaachwa na Bwana. I say you will not be forsaken. Hautaachwa na Bwana. Be strong. Kuwa hodari. Be strong. Kuwa hodari And of good courage. na mwenye Be ujasiri. strong. Kuwa hodari. My sister, be strong. Dada yangu kuwa My hodari. brother, be strong. Ndugu yangu kuwa hodari. Ladies and gentlemen, be strong. Sote tuwe hodari. Nothing comes on silver platter. Kuna kinachokuja kwa wepesi. Be strong. Kuwa hodari. Nothing is given in this life. Hakuna kitu kinapeana kwenye maisha haya. You must arise. Lazima uinuke. Go and take. Nenda uichukue. Go and take. Nenda uchukue. Go and take. Nenda uchukue. Hey, go and take. Nenda uchukue. For these people, Kwa sababu watu hao you shall divide as an inheritance utawagawia kama urithi for the land which I swore to their fathers to give them. nchi ambayo niliapa kwa baba zao kuwapa. Sema amen. Amen. Come on, sema amen. Amen. I release inheritance in Jesus' name. Naachilia urithi katika jina la Yesu. I release inheritance in Jesus' name. Naachilia urithi katika jina la Yesu. Some of you have nothing to inherit. Baadhi yenu hatuna urithi wowote. Some of you have nothing to give out. Baadhi yenu hauna chochote cha kupeana. It is you, yourself, and I. Ni wewe na wewe na wewe pekee. Zaidi. But 2022, Ni 2022. inheritance is coming your way. Urithi unakuja kwako. 2022, 2022. possession is coming your way. Mali inakuja mbele zako. 2022, 2022. the Lord is opening doors in your life. Bwana anafungua milango kwenye maisha. 2022, 2022. no more crying in your life. Unakulia tena kwenye maisha. 2022, the Lord is wiping away your tears. Bwana anafuta machozi yako. 2022, you will 2022. not only receive, Hautapokea you will tu. be a channel of blessing. Utakuwa ni mkondo wa baraka. 2022, you will 2022. begin to bless people. Utaanza kubariki watu. Receive in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Verse number 7. Mstari wa 7. Only be strong Uwe tu and hodari very courageous. na uwe jasiri sana. Second word is added there. Neno jingine limeongezwa pale. Very courageous. Uwe jasiri sana. Say strong. Strong. Say strong Strong. and very courageous. Na jasiri sana. Church, Kanisa. I pray that you be strong. Naomba kwamba mtakuwa hodari. I pray that you be strong. Naomba kwamba mtakuwa hodari. If you are there, say, I hear you, Pastor. That you may observe Ili uone kwamba to do according to the law which Moses my servant commanded you. kufanya kulingana na sheria ambayo Musa mtumishi wangu aliwapeni. Do not turn from it, Usigeuke from the right kaenda kulia or to the left. ama kushoto. Don't. Usitoke. Stay in the word of God. Dumu kwenye neno la Bwana. Stay in Jesus. Dumu katika Yesu. Stay in the Holy Ghost. Dumu katika Roho Mtakatifu. Stay in prayer. Dumu katika maombi. Read the word of God. Soma neno la Bwana. Be on magotology. Kuwa kwenye Stay magoti. in the Lord. Kaa katika It Bwana. doesn't matter what they are doing outside there. Haijalishi kunafanyika nini. Jehovah will bless you. Yehova atakubariki. Jehovah will lift you. Yehova atakuinua. Read your Bible. Soma Biblia yako. Pray. So omba. Be connected with members. Jiunganishe na Give washirika. yourself to the Lord. Jipeane kwa Wait Bwana. upon the Lord. Ngojea Stay Bwana. in the house of the Lord. Kaa katika nyumba ya Only Bwana. observe the law of the Lord. Ukifanya sheria ya Whatever the Bwana. Lord commanded Moses. Kile ambacho Bwana alimwamrisha. Stay in the Lord. Kaa katika Bwana. Stay in Jesus. Kaa katika Yesu. Don't walk away from Jesus. Usitoke kutoka kwa Bwana. Be black inside Jesus. Kuwa katika Yesu. Be in prayer. Kuwa katika Read maombi. the word of God. Kuwa katika neno la Be Bwana. committed. Jitolee. Stay in the Lord. Kaa katika Let Bwana. them take everything away. Let
Let them talk. waongee, Let them brand you. wakupe majina. Stay in Jesus. Kaa katika Preach Yesu. the word of God. Soma neno la Bwana. Pray. Omba. Be connected to members. Jiunganishe kwa They washirika. can say what they want to say. Waseme They can wanachosema. brand me the way they want to brand me. Wakuite majina. Stay in the Lord. Kaa katika Read the Bwana. word of God. Soma neno la Bwana. Pray. Omba. Jesus Yesu in my life. katika maisha yako. Jesus Yesu in the morning. katika asubuhi. When you do that, Ukifanya vile, what will happen? nini kitafanyika? He says, Anasema hivi, you may prosper ili kwamba ufanikiwe wherever you go. popote pale uendapo. You may prosper Ufanikiwe wherever you go. popote pale uendapo. I declare prosperity. Natangaza ufanisi. 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 Stay in Him. Kaa katika Bwana. Read the word. Soma neno. Pray. Omba. Be committed. Jitolee. Wherever you go, Popote pale unapoenda. wherever you touch, Popote unachogusa. whatever you do, Kile unachofanya. you shall prosper. Utafaulu. I release prosperity. Naachilia ufanisi. From this altar, Kwenye madhabahu haya. I release prosperity. Naachilia ufanisi. Receive in Jesus' name. Pokea katika jina la Yesu. Verse number 8. Mstari wa 8. This book of the law Kitabu hiki cha sheria shall not kisiondoke depart from your mouth. kutoka kwenye mdomo wako. You shall meditate in it Utatafakari juu yake day and night, mchana na usiku, that you may observe ili kwamba uone to do according to all that is written in it. kufanya kulingana na yote yaliyoandikwa ndani. For then Kwa hivyo baada ya hapo you will make your way prosperous, atafanya njia yako ya ufanisi, and then alafu you will succeed. utakuwa na ushindi. I release success. Naachilia 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 ushindi. When does success come? Ushindi unakuja wakati gani? This book of the law Ili neno la Bwana shall not depart from you. lisiondoke kutoka It kwetu. shall not depart from your mouth. Lisiondoke kutoka kwenye vinywa vyenu. Meditate upon it Utafakari juu yake day and night. mchana na usiku, Observe. ukifanya Do according kufanya kulingana as it is written. kulingana na yote It is yaliyoandikwa. then and then Haiwezi fanyika, that you will prosper. alafu ukifanya hivyo utafaulu Then you will have good success. na utakuwa na ushindi ulio mzuri. Verse 9 and the last verse for Mstari today. wa 9 na wa mwisho. Verse 9. Mstari wa 9. Are you ready? Uko Are you ready? tayari? This is the third time he's saying it. Hii ni mara ya tatu anavyosema haya. He said in verse 6, Anasema katika mstari wa 6, be strong and of good courage. kuwa hodari na mwenye ujasiri. Verse 7, he said, be strong and of very good courage. Mstari wa 7, kuwa hodari na uwe jasiri sana. Verse number 7. Mstari wa Verse number 8, 9. wa 9, Have I not commanded you? je, sijawaamrisha Be strong kuweni hodari and of good courage. na wenye ujasiri. Ah. Hallelujah. Pepper Church South B. Kanisa la South B, Be strong kuweni hodari and of good courage. na wenye ujasiri. Pepper Church South B. Kanisa la South B, I declare one more time. natangaza mara tena, Be strong kuweni hodari and courageous. na wenye ujasiri. Why? Kwa nini? Do not be afraid, Usiogope nor dismayed. ama kutamaushwa. Don't fear. Usiogope, Go for it. iende. If the Lord is calling you to go for MCA, go for it. Kama Bwana anakuambia uende UMCA, enda. If the Lord is calling you for member of parliament, go for it. Kama ni kuwa mbunge, enda. If the Lord is calling you for women rep, go for it. Kama ni wakilishi wa kina mama, nenda. If it is senator, go for it. Kama ni seneta, enenda. Governor, go for it. Kama ni gavana, enenda. Even if there are two horses right now for presidency, if the Lord has spoken to you, go for it. Hata kama kuna punda wawili na unataka kuwa rais, nenda. Don't be afraid. Usiogope. Go. Enenda. Come on, church, go. Enenda kanisa. Don't say, I will build. Usiseme nitajenga. This year, Huu mwaka, go buy 2 cement. enda nunua mifuko miwili ya It is simenti. 1,200. Ni 1,200. Buy and put there. Nunua eka pale.
This year, mwaka go and buy 2 mabatis. nunua mabati mawili. 1 mabati is 430. Moja ni 1 meter. Mita moja ni 430. So 2 meters is 860. Mita mbili ni 860. Take 2,000 shillings. Chukua 2,000. Go buy 2 mabatis. Nunua mabati mawili. And every month buy 2. Na kila mwezi nunua mawili. Why are you not saying amen? Amina. Go and measure your house. Enda pima nyumba yako. If they want to bewitch you, you let them bewitch you. Kama wanataka kukutilia uchawi wakutilie uchawi. And I want to declare to you, nataka kutangaza kwenu, you are unwitcherable. Wewe huwezi tiliwa uchawi. Don't be afraid. Usiogope. Ati nikijenga bwana nitawawa. Kabla hawajakuwa watakufa wenyewe. If you are trusting God, kama unamwaminia Bwana for a job, kwa kazi, go to that company. Enda kwa kampuni hiyo. Put on your tie. Vaa vizuri. Put on your jacket. Vaa vizuri. Take up a file. Chukua faili yako. Go smiling. Nenda ukitabasamu. And tell them I have come. If you are trusting God to start a company, kama unamwaminia Bwana kuanza kampuni, come on. Tomorrow, rise up and go for it. Inuka na uende. Every spirit of fear, kila roho wa woga, we nullify it in the name of Jesus. Na ikataa katika jina la Yesu. You are not successful because you fear. Haufaulu kwa sababu una woga. I will fail. If you fail, you are not the first one. Usipofaulu si wa kwanza. Many people have failed. Wengi wamefeli. But later on they have succeeded. Lakini baadaye wakafaulu. If you are beginning a butchery, kama unaanza butchery, go buy that meat. Enda nunua nyama. Even without the fridge. Hata kama una fridge, put it there. Eka pale. If they don't buy, wasiponunua, tell the Lord thank you. Ambia Bwana asante. Today I will eat nyama choma, I will eat fry, and I will eat with stew. Eat it yourself. Tomorrow go for another one. Say yeah. If you are trusting God for a car, kama unaaminia Bwana kwa gari, don't fear. Usiogope. Go and buy the keys of a car. Enda nunua funguo za gari. And begin to possess your car by faith. Na uanze kumiliki gari kwa imani. If you want to continue the education, kama unataka kuendelea na masomo, go and pay caution fee. Enda lipa hiyo caution fee. Pay admission fee. Lipa hiyo admission fee. Whatever the amount. Sijui ni pesa ngapi. Let God do the rest. Bwana afanye yale mengine. Don't be afraid. Usiogope. We cancel the spirit of fear. Tunakataa roho ya woga. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Why? Kwa nini? For the Lord your God, kwa sababu Bwana Mungu wako, is with you, yuko pamoja wherever you go. Popote pale uendapo. 2022, 2022, the Lord your God, Bwana Mungu wako, will be together with you. Atakuwa pamoja na wewe. Will be together with you. Atakuwa pamoja na wewe. If you believe it, shout yeah.